Jeshi la Guinea-Bissau limepitisha hati ya mpito wa miezi 12 inayomzuia rais wa mpito na waziri mkuu kushiriki katika uchaguzi ujao, ikiwa ni wiki 2 baada ya maafisa wa kijeshi kufanya mapinduzi iliyosimamisha katiba. Hati hiyo yenye vifungu 29 iliyotangazwa jana Jumanne Disemba 9 inaelekeza uchaguzi wa urais na wabunge kufanyika mwishoni mwa kipindi cha mpito, tarehe ambayo itaamriwa na rais wa mpito. Mapinduzi hayo yaliyotekelezwa na maofisa wanaojiita Military High Command yalimuondoa madarakani Rais Umaro Sissoco Embalo mnamo Novemba 26 na kumweka Meja Jenerali Hota Intana kuwa rais wa mpito siku iliyofuata. Siku moja baadaye, Ilidio Vieira Te, aliyewahi kuwa waziri wa fedha, alitangazwa kuwa waziri mkuu wa mpito, ambapo mapinduzi hayo yalifanyika siku moja kabla ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo ya uchaguzi wa rais na wabunge. Kwa mujibu wa hati hiyo, Military High Command itakuwa na udhibiti wa mageuzi ya kisheria na ya kitaasisi katika kipindi cha mpito, yakiwemo marekebisho ya katiba iliyosimamishwa, kuundwa kwa mahakama ya katiba mpya, mabadiliko ya kanuni za usajili wa vyama vya siasa na usimamizi wa uteuzi wa maofisa wapya wa uchaguzi. Aidha, kutokuwepo kwa baraza la mpito la kitaifa lenye wajumbe 65 wakiwemo maofisa 10 wa jeshi ambalo litafanya kazi kama bunge la mpito. Guinea-Bissau, taifa dogo la Afrika Magharibi lililoko kati ya Senegal na Guinea, limekuwa likikumbwa na mtikisiko wa kisiasa tangu kujipatia uhuru kutoka Ureno mwaka 1974 na ni rais mmoja pekee aliyewahi kumaliza muhula wake.